Naam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, watazamaji wa Sharukhan Online TV. Ni mimi Chief Executive Officer from Sharukhan Online TV. Na leo tupo katika jambo moja tukufu ambalo linaleta tija ama linaleta mantiki ya kutosha sana. Niko na vijana wa madrasa fi sabilillah kutoka hapa Kilwa Masoko, na leo ikiwa ni miongoni mwa mambo makubwa ambao wameyafanya, ikiwa ni kilele chao cha kuadhimisha siku yao ya shughuli ya amma ambayo inafanyika hapa katika mji wa Kilwa Masoko ya madrasa yao, na wamefanya ziara zao muhimu mara baada ya kwenda hospitali kuwatembelea wagonjwa na kuombea dua pale, na sasa hivi wamefika katika viunga hivi vya makaburini ambavyo wamekuja kumzuru shekhi wao anayefahamika kwa jina la Sheikh Muhyiddin Ibn Ismail Matata ambaye amefariki dunia hivi karibuni, na leo wamekuja kumzuru shekhi wao katika hali ya ziara ya kuonesha kwamba ubora aliofanya na matunda haya ambao wameyaacha ama yeye kayaacha katika ulimwengu huu. Hivi leo niko na miongoni mwa vijana ambao wamesimama na shekhe, miongoni mwao ni watoto wake mwenyewe kuwazaa, lakini walio wengi kama unavyoona ni wajukuu zake na wengine ni wanafunzi wake ambao shekhe huyu miongoni mwa matunda ambayo kaacha katika ulimwengu huu. Nitazungumza na miongoni mwa mashekhe ama vijana ambao wanaiendesha madrasa hii kwa sasa, watupe dondoo ya yale ambayo wanajisikia na namna ambavyo wanaiendesha madrasa mara baada ya kwamba wanafikwenda katika kilele cha siku ya amma ya shughuli zao. Bwana, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na watazamaji wa Sharukhan Online TV kwa sasa wanakutizama, wanataka kujua undani wa madrasa fi sabilillah, lakini vile vile kwa namna ambavyo wewe unajisikia kwa wakati huu na kuelekea katika ile shughuli ya amma na hizi ziara ambazo mmezifanya kwa kheri ambazo nyinyi mmeamua kufanya kwa namna ya kheri ambavyo ni miongoni mwa mambo Mtume katuhusia kuwazuru mashekhe zetu ambao wamefariki, watu wa kheri ambao wamefariki, na wewe ukiwa ni miongoni mwa watu ambao wanaiongoza madrasa fi sabilillah kwa sasa. Kwanza ni jina lako ni nani? Baada dhalika utuambie wewe kwa shekhe ni kama nani yake, kisha baadaye tutakuuliza maswali ambayo yatakuwa machache sana. Naam, karibu. Naam, mimi kwa jina naitwa Fakhruddin Ibn Muhyiddin. Mimi ni mtoto wa marehemu ambaye tumekuja kumzuru hapa, ambaye ni shekhe wetu ambaye ametulea sisi tuliokuwepo hapa na baadhi ya wanafunzi wengine ambao hapa hawajaweza kuhudhuria, lakini sisi ni wanafunzi wake baadhi hapa na wengine ni walezi wa madrasa pamoja na walimu wa madrasa. Naam, bwana, hiki ni kilele cha kufika katika shughuli yenu ya amma. Mna jambo gani kubwa ambalo mnataka kuwaaminisha watu na ukubwa madrasa fi sabilillah kama tunavyojua? Kitu gani kipi ambacho tutarajia kukiona amma mwaka huu? Kwenye amma ya mwaka huu tutarajie mambo makubwa kutokana na maandalizi yetu ambayo tumeyafanya. Panapo majaliwa siku ya tarehe 16 ambayo itakuwa sawa na siku ya Jumamosi, tutafanya shughuli ambayo itakayokuwa kubwa. Watahudhuria watu wakubwa, viongozi wakubwa katika shughuli, na tumetarajia kufanya mambo makubwa ambayo hayajawahi kutokea katika shughuli zote zilizopita katika hii madrasa ya fi sabilillah. Kwa maana hiyo tunawakaribisha watu wote, wageni wote katika uwanja wa madrasa fi sabilillah waje kuangalia matunda yanayopatikana madrasa fi sabilillah. Na bwana, tunakushukuru kwa namna moja za nyingine, lakini vile vile nataka kujua mara baada ya shekhe kufariki, ukiwa kama kijana wake ama mtoto wake kumzaa, kwa namna gani iliweza kukuathiri na namna gani mkaona kuwa na hasira ya kuitengeneza fi sabilillah ambayo shekhe kwa kuwa amefariki wewe unataka kuiendeleza? Namna gani umepanga mikakati yako kuhakikisha kwamba madrasa haiumbi? Kutokana na mikakati yangu katika hii madrasa fi sabilillah, sisi walimu tumekaa pamoja na kamati kuu ya viongozi wa madrasa fi sabilillah, wakatuhusia tusije tukaliacha hili jambo, na sisi tunajitahidi kushikana mikono, kuvutana hivyo hivyo, ili mradi madrasa iende, na Mungu anatuongoza katika hali yoyote, katika hali nzuri mbaya, lakini vile vile sisi hatukati tamaa. Tunajivuta hivyo hivyo, tunashikana na wanafunzi ili kuliendesha hii madrasa isije ikaharibika, na tunajitahidi kila siku kumuomba Mwenyezi Mungu kwa jambo lolote baya litakalotokea basi lisije kuharibu madrasa yetu,
iende kama vile alivyokuwa yeye mwenyewe shekhe yupo hai, na sisi tunalisimamia kwa njia hiyo. Na mashallah, tunakushukuru kwa kuchukua muda wako huu. Bwana watazamaji wa Sharqan Online TV, ni kwamba maneno aliyosema Mtume Muhammad sallam, ili nikisema kwa watazamaji pia na vijana ambao mnanisikiliza, ni kwamba Mtume Muhammad sallam ametueleza kwamba idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, anapokufa mwanadamu katika mambo yake yote isipokuwa yanobakia ni mambo matatu peke yake. Mtume akasimulia ile masala, nitasimulia kwa Kiswahili mradi kupata faida kwa wanaonisikiliza na wanaonitazama, kwamba Mtume alisema kwamba ukifariki kinachobakia ni kile ambacho kimekiacha katika mambo ya khairi, mtoto mwema ambaye atakuwa anaombea dua wazazi wake, lakini sivyo tu, apatikane ile elimu ambayo itakuwa inaleta manufaa katika umma. Elimu yenye kutatija katika umma ndio hii. Shekhe amekitengeneza kizazi, vijana ni hao ambao wanatengeneza elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wengine ambao wametangulia ukiachana na hawa. Hii ndio maana halisi ya kwamba elimu yenye kuleta manufaa katika umma. Ni mimi Chief Executive Officer from Sharqan Online TV, na nasema kwamba Madrasa fi Sabilillah imekamilisha kilele hiki. Tukutane katika viunga vya Madrasa fi Sabilillah pale Kilwa Masoko katika shughuli ya amma. Wabillahi tawfiq wa hadha salam wa rafa minkum.